Yes, mambo vipi? Freshi, karibu sana Charles Beda TV mchakato jimboni. Tuweze kuangalia habari mbalimbali zinazohusiana na masuala ya uchaguzi wa mwaka huu Oktoba 25. Tuna tiki. Wanasema tuna tiki Oktoba 25. Mambo ni kutiki. Sawa sawa. Na katika mchakato jimboni leo hii tunabisha hodi kata ya Sokontu. Hapa tuko kata ya Sokontu kuweza kuangalia yale ambayo yanajiri katika uchaguzi wa mwaka huu kwenye kata hii ya Sokontu. Karibu sana, na kabla sijaendelea zaidi na mchakato jimboni, kwa kweli usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe uweze kuwa kwanza kupata habari hizi punde zinapotokea. Bonyeza pale Charles Beda TV, unatiki pale, unakibonyeza kile kidude kitufe kile, unakibonyeza tap kwenye YouTube channel Charles Beda TV, pale subscribe. Ukitiki pale, ukibonyeza pale, basi unakuwa mdau wa kupata habari punde zitokea kupitia Charles Beda TV. Na moja kwa moja mchakato jimboni, kama nilivyokuambia, tunaangazia kata ya Sokontu kuweza kujua yale yanayojiri katika kata hii ya Sokontu. Nani ni nani anasemwa kwenye kinyang'anyiro hiki, hususan kinyang'anyiro hiki cha udiwani, wakati tukisema Oktoba tuna tiki. Kata hii ya Sokontu yenye vitongoji, yenye vijiji vya Oldadai, Ngiresi pamoja na Sokontu yenyewe. Oldadai, Ngiresi na Sokontu yenyewe ni kata ambayo diwani wake kwa sasa hivi ni Mheshimiwa Obedi Melami. Obedi Melami ndio diwani wa kata hii ya Sokontu, na Obedi Melami ameingia madarakani kwenye kata hii kwa awamu yake ya kwanza hii akiingia mwaka 2020. Kwa hiyo mpaka sasa hivi miaka 5 imekamilika. Hii ni awamu yake ya kwanza akiwa diwani wa kata hii ya Sokontu, Mheshimiwa Obedi Melami. Na Obedi Melami huyu ambaye ameingia katika kinyang'anyiro hiki katika uchaguzi wa kura za maoni 2020, yeye na walishindana na mtu mmoja anaitwa Charles Sirikwa kwenye kura za maoni zile za ndani ya chama. Charles Sirikwa na Obedi Melami waliachana kidogo sana, takriban tofauti ya kura moja tu kati ya Charles Sirikwa na Obedi Melami. Kura moja ndio ilimpa fursa ndugu yetu Obedi Melami kuweza kuperusha bendera ya CCM kuwa mgombea udiwani wa kata ya Sokontu na hatimaye kuweza kuwa diwani wakati baada ya kupata ushindi katika kinyang'anyiro kile. Obedi Melami ni mwanasiasa mkongwe mzoefu ambaye amekuwa mwenyekiti wa kijiji kwa muda mrefu, takriban miaka 20 sasa, 25 akiwa katika nafasi hiyo, na sasa akaamua kuingia katika udiwani. Kwa hiyo ni mwanasiasa mkongwe mzoefu mwenye kujua mbinu mbalimbali za siasa, mwenye kujua jinsi ya kuweza kuongea na watu, wanachama, viongozi, wajumbe na kadhalika. Obedi Melami anasemwa kutetea nafasi yake ya udiwani msimu huu. Hali itakuwaje? Wananchi ndio watajua, wananchi wa Sokontu, kama watampa tena fursa ya kuwa diwani wa kata hiyo ama la, huku wakimpima kwa matendo yake aliyoyatenda katika kipindi cha miaka 5 ambayo imekamilika, na tayari serikali imeshatoa tamko kwamba wamemaliza muda wao, na sasa tarehe 20 mwezi wa 6 hakuna tena mchakato wa madiwani, isipokuwa wataingia kwenye kinyang'anyiro wale ambao watapenda kuendelea na udiwani. Kwa hiyo Obedi Melami atapimwa, wananchi wake watampima kwa matendo aliyoyatenda katika uongozi wake, matendo ya utekelezaji wa majukumu yake, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wakati akiwa diwani wa kata hii ya Sokontu. Katika sekta mbalimbali amefanyaje? Sekta za afya, elimu, miundombinu, mahusiano yake na jamii yakoje? Kauli zake kwa jamii zikoje? Amekuwa ni mtu mwenye kauli nzuri, kauli ambazo zinawavutia na kuwapendezesha wajumbe, wananchi wake na kadhalika. Yote hayo wananchi watakwenda kuyapima. Mahusiano yake na jamii yakoje? Na je, wampe tena fursa ya kugombea nafasi hiyo na kuwa diwani wao ama la? Ile mimi sijui, lakini wananchi wa Sokontu wenyewe wanajua, kwa sababu wao ndio wanakaa na viongozi hawa. Lakini kuna watu wanatajatajwa kwenye kinyang'anyiro hiki cha Sokontu. Mmoja ambaye alikuwa akitajwa sana huko na kule, tetesi mitandaoni, tetesi kwenye vijiwe, tetesi kwenye bodaboda, tetesi kwenye mama ntilie, mama lishe na kadhalika. Huyu si mwingine bali ni mtu anaitwa Francis Lota Laizer. Francis Laizer anatajwa kwamba yeye huenda
leta tafaruku kidogo kwenye kinyang'anyiro kile, kumkabili Mheshimiwa Obedi Francis Lota Laizer. Francis Laizer huyu ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM wilaya ya Rumeru, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa. Kwenye chama ni mzoefu kidogo kwenye pilika za kisiasa. Utakumbuka kwamba yeye pia ni kijana ama ni mtoto aliyekuwa meya wa jiji la Arusha, mzee wetu Lota Laizer. Huyu ni kijana wake Francis Laizer. Kwa hiyo maji yanafuata mkondo, wanasema Waswahili. Maji yanafuata mkondo. Baba alikuwa meya wa jiji, kijana naye anasemekana yuko kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya udiwani kata ya Sokoto. Francis Lota Laizer, Francis Laizer. Wamekuwa wakitaja kwamba ni wanachuana vikali hawa watu wawili, Obedi Mheshimiwa Obedi Melami pamoja na Francis Laizer. Francis Laizer, Obedi Melami. Huku utasikia Obedi Melami, huku utasikia Francis Laizer. Francis Laizer, Obedi Melami. Wamekuwa wakitajwa namna hiyo, wanachuana katika sehemu mbalimbali, wamegawanyika hivyo katika maeneo mbalimbali. Tetesi zinawataja sana hawa watu wawili, Obedi Melami na Francis Laizer. Lakini sasa hivi karibuni hapa, nasemea siku mbili hizi, kuna mtu ameibuka kwa kasi ya ajabu sana, na anatajwa kwamba naye moto wake ni mkali. Amekuja kwa kasi ya ajabu. Huyu anaitwa Cyprian Mollel. Bwana Cyprian Mollel ameibuka kwa kasi ya ajabu kabisa katikati ya Obedi Laizer, katikati ya Obedi Melami pamoja na Francis Laizer. Kaibuka katikati hapa, anaitwa Cyprian Mollel, naye anasema yumo kwenye kinyang'anyiro hiki cha udiwani kata ya Sokoto. Hali itakuwaje sijui, lakini kwa mujibu wa tetesi ambazo tumezipata, timu ya mchakato jimboni hapa Charles Beda TV wakipita huku na kule kupata dodoso za hapa na pale, wanasema ni mtu ambaye amekuwa na jamii karibu sana, amekuwa katika jamii karibu sana, akitoa ushirikiano na misaada mbalimbali katika jamii yanayokaa katika makanisa, katika shughuli mbalimbali za kijamii. Wanasema ni mtu ambaye kwa kweli amekuwa akijitoa. Sasa kuingia kwake kwenye kinyang'anyiro hiki kwa kweli kutatoa changamoto kubwa sana kwa hawa watu ambao kwa muda mrefu wamekuwa kitajwa wawili, Obedi Melami pamoja na Francis Laizer. Sasa Cyprian Mollel ameingia katikati yao. Hali itakuwaje? Watu wa Sokoto wanajua zaidi, lakini hicho ndio kinachojiri hapa Sokoto, kwamba baada ya muda mrefu kutajwa watu wawili kuchuana vikali, Francis Laizer pamoja na Obedi Melami, sasa amebuka Cyprian Mollel ambaye inasemekana yeye ni mtu wa jamii, amekuwa akitoa misaada mbalimbali katika jamii, hususan kwenye makanisa huko na kwenye shughuli za kijamii. Wanamsema vizuri kwamba amekuwa akishiriki shughuli hizo za kijamii. Sisi hatujui, watu wa Sokoto wana majibu zaidi, na sasa ukizingatia tarehe 28 itakuwa ni siku ya kuchukua fomu mwezi huu. Nani watachukua, tutasubiri na kuona. Charles Beda TV itakuletea mchakato wote kadiri watakavyoupata kutoka hapa Sokoto. Nani, maana inawezekana hawa tuliwataja wakachukua fomu ama wasichukue, maana hizi zinabaki kuwa ni tetesi, na inawezekana kuna wengine hatujawataja lakini wamo kwenye kinyang'anyiro hiki cha udiwani kata ya Sokoto. Hizi ni tetesi kutoka hapa kata ya Sokoto. Tarehe 28 uchukuaji wa fomu. Nani watachuana? Tusubiri na kuona, na Charles Beda TV mchakato jimboni itakuletea kila kinachojiri kutoka sehemu mbalimbali kutoka hapa Sokoto pia. Basi kwa leo hatuna la ziada, ni kuambie tu usahau kubonyeza kitufe cha subscribe Charles Beda TV. Subscribe pale, unakuwa kwanza kupata habari punde zitokeapo. Kwa leo mimi sina la ziada kutoka hapa Sokoto mchakato jimboni, nikutakie kila laheri na bye bye.